Lakini waombaji waliokomaa, waombaji wenye kichwa, wamefundishwa maombi kama nguzo ya mahusiano yao na Mungu aliye hai. Na yakishaanza kuwa hivyo, sikiliza, kuna wakati kuna vitu utavipata hata bila kuvitaja kwa Mungu aliye hai. Kwa sababu kwetu kuomba, jamani, ni zaidi ya kumwambia Baba nipe mkate, ni zaidi ya kumwambia Baba nipe mume mzuri, ni zaidi ya kumwambia Baba nipe mke mzuri, ni zaidi ya kumwambia Baba nipe watoto, ni zaidi ya kumwambia Baba nipe kazi. Na by the way, nataka nitangaze hapa Geita na Tanzania nzima, sikiliza, utakapoingia kwenye dunia ya hao watu wenye neema ya kuomba, narudia tena, kuna vitu hautavitaja kwenye maombi na utavipata kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amina kwa Bwana. Kuna mtu anaweza akaingia akakaa kwenye uwanja wa maombi hata masaa 7, hata masaa 8. Ndani ya masaa 8 hausikii anamwambia Mungu sijui niponye, sijui nifungue. Yani ndani ya masaa 7-8 maneno yake ni Mungu wewe ni mzuri sana, Mungu wewe unatisha kama nini, sina baba mwingine kama wewe, wewe ni yote katika yote, wewe ni nguvu yangu, wewe ni tumaini langu, wewe ni kicheko changu, wewe ni tabasamu langu, wewe ni kuingia kwangu, wewe ni kutoka kwangu, wewe ni kulala kwangu, wewe ni kuamka kwangu. Kwenye mduara huu kuna vitu Mungu anavifanya wewe. Na niwaambie hapa, prayer warriors wote unaowaadimaya, prayer warriors wote ambao ukiwatazama unakuwa excited kuangalia, unakuwa excited kuona vile ambavyo Mungu anawatumia, wote hao wamevuka level ya kusema Baba naomba mkate. Alafu wameingia kwenye dunia ya maombi kama mduara wao wa ushirika. Baba nifundishe tena kukuabudu, nifundishe tena kukusikia, nifundishe tena kupomoka. Nataka uje kwenye hiyo dunia. Ukija kwenye hiyo, kwa sababu mahitaji leo yapo, kesho namna gani hivi, lakini ukiyafanya maombi kama mduara wa mahusiano yako na Mungu, wewe hautakoma kuomba kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amina kwa Bwana. Nampenda Zekaria na waombea watu wazuri wa Yerusalemu, pamoja na mambo mengi ambayo anawaombea kwa Mungu aliye hai, lakini anawaombea hichi kitu, alafu Mungu anawajibu kwamba mimi nitawamwagia, sio tu kuwapa, nitawamwagia roho ya neema na kuomba, roho ya neema na kuomba. Anaposema roho ya neema na kuomba, sikiliza, ni sawa na kusema nitawamwagia neema ya kuhama kwenye viwango vya kawaida vya kuomba na kuwaleta kwenye viwango vya juu ambavyo hamjawahi kuwa navyo. Na mimi namuomba Bwana jioni hii ya leo ya kwamba neema ya kuomba ikae juu yako, mafuta ya kuomba yakae juu yako. Ifike mahali mvua imenyesha unaomba, haijanyesha unaomba, joto unaomba, kuna baridi unaomba, kuna maporomoko unaomba. Yani hakuna kinachokuzuia. Kama unaamini, sema amina kubwa kwa jina la Yesu. Tutoke kwenye ukanda wa watu wote. Kuna level, ni level ya watu wote. Hata ambaye ameokoka jana yupo kwenye level hiyo. Lakini kuna kalevo fulani ambako na kuombea rafiki yangu kipenzi, mpendwa mwenzangu katika Kristo Yesu, na kuombea sana Mungu akulete kwenye hiyo level ambayo nampa Yesu utukufu. Sasa msinielewe vibaya, haya mambo siwezi nikasema nikiwa chini. Huwa nahisi kama nachukua utukufu hivi, kwa siwezi kusema nikiwa chini hata kwa bahati mbaya, ila sasa nasema kwa sababu nafundisha. Kuna wakati watu wanauliza, mchungaji Peter Mange, unawezaje kuomba hivyo nani stop masaa 7 mpaka 8? Ni bemembe, puta, tababa, petita, timata, panata, tepe, kopita, pamata, takapa, tamaka. Na hapo amna tenzi za rohoni, amna sinakuabudu wewe ni Mungu. Ni tebebe, abina, tapo, apodaka, tata, pakapa, shibata, benamamaka, obina, tato, abina kapa, tata, baka, umakapa, abeta, ameta. Unakaa, kuna wakati unaomba, unachoka, unaamua kukaa. Ni beneba,
panama kama. Kuna wakati kukaa unaona kama kuna kuumiza, unalala, ni benebo tamaka penema. Unachoka kulala, unaamka, unatembea, ni benebe panebe tamega panebe paneba panaba. Alafu unaomba kwenye umbali ambao hautamani kurudi tena huko, unatamani ubaki huko. Maana kuna vitu unasikia, kuna vitu unaelekezwa, kuna vitu unaviona, hautamani kurudi tena huko. Na ndio maana jana na leo asubuhi nikakufundisha muombaji. Mimi nikitaka kujua huyu ni prayer warrior, taanza kuviangalia vitu vifuatavyo. Nikiona prayer warrior unaingia kwenye maombi, hauna notebook, hauna njia, huyu naye sala kasi tu sambwembwe, huyu bado hajaanza kuomba huyu. Kwa sababu kuna level unafika ya maombi, ndio hilo ya neema na kuomba inapokuwa juu yako. Kuna level unafika, unaweza ukaingia ukadhani kwamba hiyo siku unatakiwa wewe kuomba, alafu unapoanza tu kuomba anakuambia nyamaza, andika. Nyamaza, nataka kuongea mimi leo, usiongee wewe, andika. Wewe nyamaza, tulia. Yaani umejipanga kujimwaga, kueleza sera, kueleza hoja, alafu anakuambia tulia, andika. Na bwana, nikimuona muombaji hana notebook nashangaa sana, mimi naumiaga, nasema Yesu, hebu kizazi sikifundishe dunia ya maombi jinsi ilivyo. Unajua dunia ya maombi ni dunia ya vikao. Sasa kuna kikao gani ambacho hakina agenda, hakina minutes? Ni dunia ya vikao. Unajua ni kikao chetu na Mungu aliye hai. Kuna wakati unaongea wewe, kuna wakati anaongea na maombi yenye nguvu ni yale ambayo yanamrejeshwa pande zote mbili. Sio upande tu mmoja unaongea zaidi kuliko upande mwingine. Nataka Mungu akulete kwenye level ambayo kuna wakati unaenda na agenda 8, alafu anakuambia kati ya agenda hizi 8 ulizokuja nazo leo, hoja ya msingi ni agenda moja. Nataka niongee na wewe kwenye hiyo agenda. Nakumbuka wakati huo pale Mwanza Mkolani, nyinyi wenyeji wa Mwanza, mimi nimejificha sana kwenye yale mapango ya Mkolani. Sasa hivi wameharibu, majambazi wanajificha kule, lakini nyuma ndo tulikuwa tunakaa kule. Siku 4 kavu niko kule, siku 3 kavu. Baadaye nikahama, nikaanza kukaa huku kwenye mapoli haya ya Nsumba, nakaa kule mapolini kule najificha. Baadaye nikahama, nikawa nakaa mlima seminari kule kwenye yale mawe, nakaa, nilikuwa na jiwe langu moja pale, mpaka wale wachunga mbuzi, wachunga ng'ombe wanajua kuna mahali kuna mtumishi mmoja mrefu mweusi mwembamba huwa anakaa pale. Kuna wakati ni kama nimetumia sana yale mawe ya chuo cha Biblia kule Buiru nyuma kule, unakaa kule, lakini nimekaa sana kwenye mapagale, hizi nyumba ambazo hazijaisha hizi, unakaa unajificha huko siku 3 siku 4, nimetulia huko. Alafu Mungu alivyo wa ajabu, unaweza ukashangaa ile siku ya kwanza siku nzima umetumia wewe kuongea, alafu siku ya 2 na ya 3 anakwambia mwanangu nyamaza, kimya, tulia kimya. Kwenye maombi kuna wakati, kwenye hii dunia ya maombi kuna wakati unasikia tu kunyamaza, na ni maombi unaomba. Mtu anaweza kazani umechoka, lakini ndani unatulia tu. Huo muda anaongea Mungu. Alafu kuna wakati unasikia kuabudu tu, hata kama unaga neema ya kuimba, lakini usiku unasikia tu kumwadhimisha. Kila ukitaka kunyamaza, hiyo hali ya kunyamaza inashindikana. Kumwadhimisha. Sikiliza, hivi vitu vinatokea kwa watu ambao wamehama kwenye maombi ya kawaida na wameingia kwenye uwanja wa neema ya kuomba. Na mimi nakuombea uwe ni wewe kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amina kwa Bwana. Nisaidie kuandika hivi vitu kidogo. Nini maana ya urejesho? Nikupe tafsiri hizi 3 za urejesho, alafu nikakwambia nije sasa kwenye neema tena ya kuomba. Nini maana ya urejesho? Urejesho, kumbuka na kufundisha kwa habari ya urejesho wa neema ya kuomba. Sasa urejesho ni nini? Urejesho ni kitendo cha kurudisha kitu kilichoondolewa mahala pake. Ni kitendo cha kurudisha kitu kilichoondolewa mahala pake. Na hicho kitu leo si kingine, ni neema tu ya kuomba. Ni kitendo cha kurudisha kitu kilichoondolewa mahala pake. Namba 1 ni kitendo cha kurudisha kitu kilichoondolewa mahala pake. Na usisahau kwa muktadha wa kitu tunachofundisha, kitu hicho unachotaka kirudi mahala pake ni neema ya kuomba kwenye maisha yako. Namba 2, tafsiri ya pili ya urejesho. Urejesho ni kitendo cha kurudisha kitu. Ni kitendo cha kurudisha kitu
kilichoibiwa au kuchukuliwa kwa makusudi. Ni kitendo cha kurudisha kitu kilichoibiwa au kuchukuliwa kwa makusudi. Na hicho kitu usisahau ni neema ya maombi leo. Na tunaitaka hiyo kitu iliibiwa, ilinyang'anywa, ilipokonywa, uliipoteza tu kwa sababu ya kumpa nafasi adui kwenye engo fulani. Tunataka hiyo neema irejee katika jina la Yesu. Ni kitendo cha kurudisha kitu kilichoibiwa au kuchukuliwa kwa makusudi. Na adui hajawahi iba kwa hiari, hajawahi iba kwa kubageni. Anapochukua huwa anachukua kibabe, huwa anachukua kwa makusudi. Lakini leo hiyo neema itarejea katika jina la Yesu. Na ninakuombea ikirejea hiyo neema usizime, endelea mpaka mwisho kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Tafsiri ya tatu ya urejesho naipenda zaidi. Hata kama utasahau hizo mbili, lakini ya tatu huwa naipenda sana. Urejesho ni kitendo cha kurudishiwa tena kile kilichopotea. Ni kitendo cha kurudishiwa tena kile kilichopotea kwa kiwango ambacho kile kilichorejeshwa kinazidi kilichochukuliwa. My God. Ni kitendo cha kurudishiwa tena kile kilichopotea kwa kiwango ambacho kile kilichorejeshwa kinazidi kilichochukuliwa. Narudia tena mpaka umeandika vizuri ili tafsiri imekaa vizuri. Urejesho ni kitendo cha kurudishiwa tena kile kilichopotea kwa kiwango ambacho kile kilichorejeshwa kinazidi kilichochukuliwa. Tarudia kwa mara ya mwisho. Urejesho ni kitendo cha kurudishiwa kile kilichopotea kwa kiwango ambacho kile kilichorejeshwa kinazidi kilichochukuliwa. Sikiliza kanisa la Bwana, urejesho haujawa urejesho ni mpaka kile ulichorejeshewa kinazidi kile kilichochukuliwa. Yaani Mungu anapomrejeshea mtu kitu kwa mara ya pili, huwa anakileta na utukufu mara 7 ya vile kilivyokuwa mwanzo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema tunarejesha afya iliyoibiwa, hatutegemei ukisharejeshewa uwe tena na afya mgogoro. Hapana. Mungu afanyagi hivyo. Anaporejesha, anarejesha kwa utukufu mkubwa mara 2 ya vile ilivyokuwa. Na jioni ya leo, wewe ambaye uko hapa na wewe unayefuatilia, na kuombea hii neema ya kuomba irejee kwako mara 7 ya vile ilivyokuwa mwanzo kwa jina la Yesu. Kuna mtu bado hajanielewa vizuri. Nasema hii neema ya kuomba irejee mara 7 ya vile ilivyokuwa mwanzo kwenye maisha yako. Vijito vya maji vitoe maji. Habia, sabia, kabia. Roho wa Bwana akupe mwendelezo ambao hautazuiwa na mazingira, hautazuiwa na mapito, hautazuiwa na mtu, hautazuiwa na mali, hautazuiwa na fedha. Kama unaipokea hiyo neema, sema amina kubwa kwa jina la Yesu. Sasa hivi hawaniiti kwenye mikesha ya kusifu na kuabudu. Wakiniona tu kwenye tangazo wanasema mtego huo sio mkesha wa kusifu na kuabudu, huo ni mkesha wa maombi, tunajua mmeweka chambo. Hawaniiti sasa hivi. Nilikuwa naongoza Dar es Salaam mikesha karibu yote ya wanavyuo, kila Ijumaa nipo kwenye matangazo 3 4 mangapi, unaupili huku unamaliza huku unaenda huku. Yaani usiku mmoja unaweza kuwa na mikesha hata 4, unatokea huku unaingia huku. Lakini sasa hivi wanaogopa, wanasema akija huo sio mkesha wa kusifu na kuabudu, ni wa maombi. Kama nomo sopoma. Maana nilikuwa nakasirika, wameandika kwenye tangazo mkesha wa maombi, alafu unatua pale unashangaa wewe mhubiri ambaye umepewa ile dhimu ya mkesha, wanasema usiku wa moto wa maombi, na wamekwambia fundisha moto wa maombi. Alafu unafika pale, dakika walizokupa maombi na neno dakika 35, alafu usiku wa moto na maombi. Sasa walikuwa wanaipata fresh. Nikishapanda hapo, wamekupa madhabahu saa 5, unawarudishia madhabahu saa 11:30 asubuhi. Kabio polo bobo inapigwa moto. Wanaleta vikaratasi na kuambia cha mjomba wako, wanaleta si vikali, wewe ututa shabibi yako, mzabibi yako, kaa nacho kuli. Hapo ni fire for fire. Habio sapapa. Yani nyumba
inapasuka. Hamia palia. Na waombea ninyi watu na kanisa ni kama limeanza kupindua. Hii ni kesha, sikiliza, ni kesha ya kusifu na kuabudu. Chimbuko lake ni Matendo ya Mitume sura ya 16, wakati Paul na Silas wakiwa pale gerezani. Sikiliza wa Tanzania, wale watu walifanya vitu viwili vyote kwa wakati mmoja. Wale majamaa walisifu, lakini pia waliomba. Kwa hiyo ni kesha ya kusifu na kuabudu yenye matokeo ni ile ambayo kuna sifa, tunamwadhimisha Bwana, lakini pia tunaomba sana. Na hii nyuma natangaza, tutasifu lakini tutaomba sana. Nasema tutamuinua lakini tutaomba sana, na hakuna kitu kitakachotuzima. Kama unaamini sema fire kwa jina la Yesu. Nimewapenda wadogo zangu, nimewapenda, siogopi kusema kwenye mtandao hapa, kwa sababu ni wadogo zangu ambao tunaheshimiana na ninafanya nao huduma. Nimewapenda sana. Wanaambia mdogo wangu Elia Mwantondo, Mungu akubariki sana. Kuna kitu mmekuja nacho sasa, kwa kweli mnanitia moyo. Nimekililia kwa muda mrefu, nimekitaka sana kwa muda mrefu, lakini sasa mnakuja nacho. Nikamwambia Dr. Ipiana, Mungu akubariki, kamanda wa Yesu. Kile ambacho tulikuwa tunakitafuta Tanzania kitokee, mmeanza kuja nacho. Juzi nilikuwa na Pastor Josiah Gwamaka Mwakalinga, tulikuwa na ile street worship pale Makumbusho. Aliniita nimsaidie kama mhubiri na mambo ya maombezi na nini. Tulipomaliza ile ibada, nikamwambia Pastor Josiah, ndugu yangu, rafiki yangu, Mungu akubariki sana. Kuna kitu kilianza kuibiwa, lakini mnatusaidia kukirejesha. Huyu Boazi alikuwa wa kwanza, yeye aliwahi mapema, alishtuka mapema, ametunza ibada ambazo anaandaa yule mwamba. Mtaimba lakini mtapasuka, mtaimba mtatokota. Yani neema itakuwa kubwa, haijawahi tokea. Niwaambie hata waimbaji mliopo hapa, sikiliza, dunia ni kama ina shift, kizazi kinahama kwenye mambo haya mengine ya kitakitaki, milipuko, kinakuja kwenye ukanda wa watu ambao wanapenda kusifu na kuabudu. Umenielewa? Ndio inakuja huko. Sasa nyinyi wenye huduma ya uimbaji, huu ndio wakati wa kuteka mateka. Tumsifu, tumwabudu, alafu wachanganyeni na fire la kutosha, na fire liwepo. Sasa eti hivi usiku kucha, eti hata mimi siwezi, eti toka saa 3 mpaka saa 7 ni gwala. Sasa saa 4 mpaka saa 7 mpaka saa 10 ndio tunaondoka. Mikesha hivyo wanaondoka zangu mimi, wanatoka zangu mikesha. Unakuta mkesha umeandika mkesha wa maombi, lakini humo kuna ratiba za kukata keki, sijui ni mimi naondoka zangu sana. Niacha usingizi kwa ajili ya ujinga, naondoka zangu. Mimi napenda mamikesha, hobia palaba, hamia kalabo, yani panageuka, alafu pakishageuka panakuwa pana moto wa ajabu. Unaweza kukutana na kadada kembamba tu, lakini kamewasha moto. Ni bebe shada bebe yada bebe shada bebe. Napenda sana, na waombea makomando wa Yesu, pokeeni neema ya kuomba, ili tutembee na viwango vya moto. Kama mnaamini sema tena fire kwa jina la Yesu. Ndio hicho ambacho tunataka kirejee mama. Hicho ndio tunataka kirejee. Umenielewa mwanangu hapa? Sio tu twende sasa. Yaani tupige hizi na fire liwepo. Yaani mimi fire lisipopigwa fire, yaani nahisi kuumwa. Yaani nahisi kama sio na majipu ya shingo, yaani nahisi kuumwa. Napenda yani panatibuka. Na sasa hivi kuna pasuka. Yaani hiyo mikesha inapasuka. Obiosa kama nomo. Nakupa Yesu utukufu. Inapigwa mpela. Unapigwa moto. Yaani mpaka aliyekuja akirudi nyumbani anasema leo nilikuwa kwenye mkesha. Leo nilikuwa kwenye maombi. Maana imepigwa moto. Alafu nina makomando wangu, nina vijana wangu kama 8. Nikiwasha alafu nawaachia sasa.
ni mmoja badala ya mwingine. Hapo tuna maiki 3 nimeziweka na maiki yangu, afu wana maiki hizo 3 wanapishana hivyo vyuma, ni kama wamefunga masabufa kwenye mapafu humo, yanasukuma na binti yangu mmoja, acha tu nitaje na kanisa maana na tunatumika toka pale kwa Kajima, mdada huyo, chuma hicho cha Bwana, kidada hicho kinawaka moto kile kitoto. Yaani akianza kuomba, pamoja na kwamba zile maiki wanapishana, lakini ikifika zamu yake sitamani kumbadilisha. Kwa kila kitaka kuingia tunamwambia tulia kwanza, chuma kimeshawaka moto. Acha tulia kwanza. Na waombea ninyi watu, tuhame kwenye ukawaida, tuhame kwenye mapoza, tuhame kwenye viwango vya kawaida, twende kwenye dunia ya watu ambao wameibeba neema ya kuomba. Anasema twende kwenye dunia ya watu ambao wameyabeba mafuta, wameibeba njaa, wameibeba shauku ya kuliitia jina la Bwana, kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amina kwa Bwana. Unanielewa askari? Yaani nikiona nyinyi kama nyinyi, simama wewe, simama. Nikiona nyinyi wapole mablazameni kwenye maombi walevo kama hii, natamani hata niwazabue mimi yani. Yaani unakuta kama huyu anaomba Jesus, unapozuru wengine na wewe usirepise dadi na kupeza. Ana miaka 28 30. Kama hivi unaanza kuomba, yaani wewe huu ni umri wa kufungua turbo, yaani unapasuka wewe, lakini unakuta unasema huyu anatuloga au anafanya hizi ni za kuwaka moto. Yaani unawaka mpaka nywele zinageuka zinakuwa kama matembele ya chai sio ya wapi. Yaani unakuwa jitu la moto kwenye hii Neema Komando. Nimekuja niwatie moyo ya kwamba tunaweza tukaingia kwenye dunia ya maombi, tunaweza tukaingia kwenye ukanda wa watu wenye neema ya kuomba. Kama mnaamini tena bibi, wana muangalia wewe binti, simama hapo. Wewe ulikuwa hapo, simama wewe binti hapo. Nimekuona asubuhi una movement fulani, simama wewe. Yule pale wewe doctor, si nimeambiwa ni doctor. Yaani nimekuona sio kama ndio uko hivyo siku zote. Basi nimekuona yale kuna chuma hata ukipishana nacho hivi unasikia kama umeungulia, alafu unakiacha unapita pepe. Maana kiko serious, kimewaka moto. Na kuna mama mmoja sijamuona hapa, mbona kama betri ipo, shetani tu anataka kuniondolea, itakuwa imeisha. Asante, nibadilishie, weka hapa, tuendelee tena. Piga kelele, sema amina kwa Bwana. Unanielewa mwanangu hapa? Yaani umri huu hapa, yaani kuna wakati unaomba mpaka mtu akikuona anajua kadada kama miaka 9. Unaomba, acheni yale mambo ya kinashangaa kwamba siku na moto gani ambao umetokea huku ndani, mpaka watu wanatamani walete gari la zima moto waje huko, wanajua labda nyumba imeshaanza kuwaka moto, wanaamua kuleta hapo. Mimi nawaambia inawezekana tukaingia kwenye dunia ya waombaji wenye nguvu na wenye matokeo, na ni rahisi tu. Ni wewe kuamua, ni wewe kudhamiria, ni wewe kusema Baba, naacha viwango vya kawaida, natoka kwenye mapoza, natoka kwenye usingizi, natoka kwenye kudumaa, natoka kwenye mazoea. Alafu Baba, naitaka neema ya kuomba kwa upana unaotakiwa. Kama unaamini tena, sema amina kubwa kwa jina la Yesu. Mwanangu wewe, hii neema itakaa na wewe. Hii neema itakaa na wewe.
ili umsaidie kazi mzee. Yani ni Jumatano panatokota, ni Ijumaa panatokota, yani ni fire for fire. Mimi sipendi sana unakuta kanisa liko baridi, wamepoa na maombi kama ya kinani. Baba, ni kweli tunateseka, lakini damu yako inatosha, neema yako inatosha. Ametupiga kwa bahati mbaya, lakini hatutampa nafasi tena. Baba, tukumbuke ziachie kwa Bwana. Amemwagika. Kuna mtu akianza kunena kwa lugha hapa, mnaweza mkazani miemko kwenye kizazi hiki, lakini mimi nimekutana na watu walikuwa akimwagika vizuri roho ya Bwana, unakuta anaruka tu kama Mmasai. Unaweza kuzani mapepo. Kuna mwingine anatambaa, anatokea huku anaenda kule, anarudi huku. Kuna mwingine amezima, amelala hapo madhabahu, linatokota tuliko chini hapo. Ni bena mama, amena mama, amena baba, amena baba, amena baba, yuko hapo chini. Na naomba kwenye nyumba hii, ukimwona mtu amepinduka, amejimwaga, yuko na Bwana, wala usizani mapito. Usizani mapito. Wengine tu ni njaa ya kukaa na Mungu aliye hai. Sio kwamba wana majaribu, sio kwamba wana mapito ukasema yule ana majaribu ndio maana anaomba vile. Ni njaa tu ya kukaa na Mungu. Na naomba marafiki wa mazoea waache. Usitembee na majitu ambayo yamepoa poa, yanapenda mizaa. Unajua chuma unaochuma. Tembea. Tukikutana na Boazi mpaka leo, salamu yetu na Boazi mpaka leo, maana tumekaa pamoja kwenye chumba cha maombi. Unaiwasha kabisa gomu. Sasa je, unaona mwanangu? Jamani, makofi kwa ajili ya gomu. Safi kabisa. Yule Boazi mpaka hii leo, sababu tumeishi chumba cha maombi pamoja, tunafanya digrii yetu ya kwanza sauti pale, tumechakaa, hatuna mwelekeo, hata hatujui hatima itakuwaje, hatujui kama majina yatakuja kufahamika huko mbele, lakini tuna njaa, tuna Mungu. Yeye anasoma BBA pale sauti, mimi nasoma falsafa na elimu. Tuko pale, tumemaliza pamoja 2011, tumemaliza digrii yetu pamoja pale, tuko pale. Yakana na mama hobi ya baba, lile ni mwamba, lile ni mwanaume likiingia chumba cha maombi, halafu wajazima ile kitu mpaka leo. Namwambia Boazi, yeye anasema wewe ndio umeniinspire, na mimi namwambia wewe ndio umeniinspire. Na ukweli ni kwamba yule mtu alinipa uwivu sana wa kuomba. Nikiingia kwenye maombi, hapo unakuta amepewa wimbo mmoja tu, wimbo mmoja wa kufungua ile opening song, ni moja tu, lakini tayari limeingia, liko mule. Akianza kuomba mpaka huku barabarani Nganza, shule ya msingi sijui hapa nini, shule ya msingi Nyamalango hapa, mnasikia kwamba kuna chumba cha maombi. Alafu kuna wakati mwanaume yule tunamaliza morning glory asubuhi. Ile morning glory ya pale kuanza 12 kamili, inaisha saa 1 kamili. Yani kisha ile saa 1, wakati wengine wanatawanyika, huyo mwanaume anapanda kule seminari kule, alikuwa na jiwe lake moja, anapanda na Biblia, anapanda na notebook, anapanda na simu na earphones, anapanda kule. Hata nyimbo nyingi alikuwa anaandikia kule, anaandika na malaika, anaandika kwenye maongeo ya ndani. Akishuka yule mwanaume, akishika tu kinanda hivi, yani hadi obo kile chuma, wakisema wapite waimbaji wenye sauti nzuri, yule komando wangu wapiti. Lakini sasa wingu, na ile kitu imezaliwa kwenye neema ya kuomba kwa jina la Yesu. Na niwaambie, dunia hii sasa hivi wala haitaki mbwembwe, inamtaka Mungu tu, inamtaka Mungu. Tunaliona lile mzee wangu lipo Mwangosi, nani kama wewe, hiyo Yesu Mwokozi, viti vyote vimepasuka. Na waombea neema ya kuomba ikae na wewe, neema ya kuomba ikae na wewe, neema ya kuomba ikae na wewe kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amina kwa Bwana. Nini sasa maana ya neema ya kuomba?
Andika haya mambo kwa haraka haraka. Nini maana ya neema ya kuomba? Nimeandika mambo kama 7. Ikiwa yatakufaa basi yaandike yote. Nimeandika mambo kama 7. Neema ya kuomba. Neema ya kuomba. Namba 1 ni kuomba zaidi ya viwango vya kawaida. Ni kuomba zaidi ya viwango vya kawaida visivyozoeleka na watu wengi. Kuomba zaidi ya viwango vya kawaida visivyozoeleka na watu wengi. Tunapozungumzia neema ya kuomba, tunazungumzia ile hali ya kuomba kwa viwango vya juu kabisa visivyozoeleka na watu wengi. Kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 20 hadi wa 21. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa mno kuliko yale tuyaombayo na tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Na kuombea shujaa wa Mungu uliopo hapa, hebu hama kwenye tu viwango tu kawaida. Njoo kwenye dunia ya watu ambao wamemaanisha kumtafuta Bwana. Kama umeandika, nisaidie kusema amina kwa Bwana. Lakini tafsiri ya pili ya neema ya kuomba ni uwezo wa kuomba kwa muendelezo usiozuiwa na mazingira. Uwezo wa kuomba kwa muendelezo usiozuiwa na mazingira. Napozungumzia neema ya kuomba, nazungumzia uwezo wa kuomba kwa muendelezo usiozuiwa na mazingira. Na hiyo neema na kuombea sana katika jina la Yesu. Kitabu cha Injili ya Luka sura ya 18 na ule mstari wa 1. Uwezo wa kuomba kwa muendelezo usiozuiwa na mazingira. Kitabu cha Injili ya Luka 18:1. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Na kuombea Mungu akulete kwenye hiyo dunia. Uwezo wa kuomba kwa muendelezo usiozuiwa na mazingira. Kitabu cha Injili ya Luka 18 na ule mstari wa 1. Lakini tafsiri ya tatu ya neema ya kuomba ni uwezo wa kuomba kila siku bila kukoma. Uwezo wa kuomba kila siku bila kukoma. Tunapozungumzia neema ya kuomba, tunazungumzia uwezo wa kuomba kila siku bila kukoma. Kila siku bila kukoma. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 17. Ombeni bila kukoma. Uwezo wa kuomba kila siku bila kukoma. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 17. Ombeni bila kukoma. Inafika mahali yani usipoomba, siku ikipita hujaomba, unasikia kama unaumwa hivi, unasikia kama una malaria hivi. Hapa tutakubaliana, wale ambao mna tabia ya kuamka asubuhi, maombi ya asubuhi, iwe ni hapa kanisani, iwe ni mahali popote, kama una hiyo neema ya kuamka asubuhi, tutakubaliana hapa. Ikitokea siku hujaamka, hiyo unahisi kama siku si imekuwa. Wangapi mmekutana hiyo kitu? Yaani unajihisi una amani, yani hivyo hujatenda dhambi, lakini unakuta una utulivu, yani ni kama unasikia kuumwa. Ukishaanza kuona uto vionjo, ujue wewe umeanza kuingia kwenye dunia ya watu wenye neema ya kuomba. Piga kelele, sema amina kwa Bwana. Namba 4, tafsiri ya 4 ya neema ya kuomba ni uwezo wa kuomba. Hii naipenda sana. Uwezo wa kuomba kwa ufunuo. Uwezo wa kuomba kwa ufunuo, mkato, maelekezo na maongeo ya ndani. Uwezo wa kuomba kwa ufunuo, mkato, maelekezo na maongeo ya ndani. Taratibu sasa unaanza kuingia kwenye ulimwengu ambao unaomba kwa maelekezo. Unajikuta wakati fulani umejipanga kuomba namna hii, alafu Roho wa Bwana anakuhamisha, anakuambia sasa hivi kaa kwenye upande huu. Na kuna vitu vinafunuliwa hapo, vinakuzwa. Na naomba muitumie hiyo neema vizuri. Baba yenu ana neema hiyo. Mimi nimekaa naye chuoni kwenye degree yake ile, wakati anafanya degree yake nikagundua ana neema hiyo. Yeye mnaweza mkasoma andiko wote hapa, wote mkasoma andiko ambalo mnaona mbona tu hapa limeishia hapa. Lakini mwenzetu akisoma alafu akitulia akaomba vizuri, utasikia anakuambia kwenye huo mstari wa kwanza kuna vitu vitatu. Takwambia kuna vitu vitatu hapo, na unaviangalia vile vitu vitatu, wala sio kwamba amevilazimisha, vipo pale, ila wengine wote hatukuviona. Utasikia kwenye huo mstari kuna vitu vitatu, viwili tavielezea, alafu hiki cha tatu nitakutajia tu. Namba 1, andika hapo. Nasema mzee, vipi, mbona kama ametuloga sisi ili achukue neema yeye au namna gani? Ana neema ya ajabu sana. Lakini hivyo vitu wapendwa, vinapikwa na kuchakatwa kwenye uwanja unaitwa maombi. Kuna wakati tunaambia Mungu, nifundishe kwenye ile eneo, nielekeze kwenye ile eneo.
Sasa amelitanua, amelikuza. Na hiyo neema pia anayo baba yangu Bishop Lawrence Kameta. Anambia tusome leo, tutasoma mstari mmoja tu kwenye ibada ya Jumatano. Ayubu 22:21. Mjue sana Mungu iliwe na amani ndivyo mema atakavyokuja. Anambia kwenye mstari kuna vitu 7 nitakwambia. Kuna vitu 7 kwenye mstari nitakwambia. Unavitafuta hivyo vitu 7 sasa wewe. Unaangalia cha labda cha kwanza hiki hapa, mjue sana Mungu. Lakini cha pili kiko wapi? Yeye atavitaja pale. Alafu vyote ukiangalia vimetoka pale. Vyote vile pale. Nikamwambia baba, hii neema umeipata wapi? Akasema mimi mwanangu, ninaamini sana kwenye kujitenga. Anasema niko tayari nitumie masaa 5 kujiandaa kwa huduma ya nusu saa. Lakini nitumie hata masaa 5, nitumie hata masaa 7 kwa huduma ya dakika 20, ila niwe na muda mwingi wa kukaa na Mungu, wa kusema na Mungu, wa kuongea na Mungu, wa kumeditate kwa muda wa kutosha. Akitoka sasa, unashangaa anatoka na package ambayo mpaka mnasema baba, sasa hii singekuwa semina tu. Na kuombea, njoo kwenye dunia ya watu ambao wamemwagiwa neema ya kuomba. Na hao watu hawako mbali, wako humu ndani jioni ya leo, na wengine wanafuatilia pale kwa mitandao ya kijamii kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amina kwa Bwana. Jamani, kuna mtu anajengwa na mambo haya. Kuna mtu anajengwa. Namba 5, tafsiri ya 5 ya neema ya kuomba ni uwezo wa kuomba. Neema ya kuomba ni uwezo wa kuomba katika kina cha ufahamu, katika kina cha ufahamu na maelekezo ya Roho Mtakatifu. Uwezo wa kuomba katika kina cha ufahamu na maelekezo ya Roho Mtakatifu. Uwezo wa kuomba katika kina cha ufahamu na maelekezo ya Roho Mtakatifu. Na kuombea sana uje kwenye hiyo dunia katika jina la Yesu. Waimbaji wa nyumba hii na waombea sana mje kwenye hiyo dunia. Unajua kuna wakati unaweza ukapanda na muogopa mimi kiongozi wa ibada aliyejaa neno alafu jitu la maombi. Yaani kuna namna anaweza akaanza hata kama wengine wote mioyo yenu ilikuwa chini, lakini vile atakavyoanza unakuta ana maongeo fulani au ana kaufunuo fulani kaneno ambako amekapata kwenye utulivu wake. Alafu wakati anajiandaa kuliingiza kanisa kumwadhimisha Bwana, akaanza na kile kitu. Au katikati ya yale maombi, baada ya kuabudisha watu, unashangaa sasa anapowaingiza kwenye yale maombi ya ibada, yeye anaomba kwa maongeo. Ukiona tu mtu sasa umetukuka, unajua huyu maongeo amna, huyu sio mtu wa neno, huyu sio mtu wa neno. Lakini jitu ambalo limezama kwenye neno, hata upana wa maongeo ni mkubwa. Mungu unatisha kama nini. Ni wewe uliyesimamisha mvua kwa miaka 3 na miezi 6. Baba, nimekuja nikutukuze, lakini sijasahau ya kwamba ni wewe uliyesimamisha jua. Baba, pokea ibada. Baba, pokea ibada kwenye hili. Bado na kuabudu, maana nakumbuka ni wewe uliyekausha bahari ya Shamu na watoto wako wakapita. Yupo analiongoza kanisa. Unashangaa hata mtu aliyekuwa mkame, aliyekuwa mkavu, kwa maongeo ambayo yanatoka kwenye kinywa cha huyu muendesha ibada, unashangaa naye ameconnect, anaingia pale. Sikiliza, na hapa niseme hiki kitu kwa sababu baba ni mtu wa ibada, atanielewa. Sileti fundisho jingine. Kimsingi ni makosa sisi wachungaji kupanda na kuanza kuipokea ile ibada kwenda nayo. Unajua sisi natakiwa tuje tu kuhitimisha. Lakini huyu aliyeabudisha anatakiwa na upana ambao mpaka mchungaji anapanda tayari wengine wako chini ya viti kule, wengine wameshapomoka kule. Yeye mwenyewe nampa Yesu utukufu mbele ya kamera hii, kwa sababu nahubiri mbele ya kamera. Nampa Yesu utukufu, ni neema. Mimi ndio mhubiri wa kwanza kumwaminisha Boaz kwamba unaweza ukaimba na kuomba mwenyewe bila kumsubiri mchungaji.
Kwa hiyo kila nikipangwa, mzee wangu Mbuki alinipa ibada ya Ijumaa nikiwa kama mchungaji wa mkurugenzi wa maombi, baadaye kama mchungaji wa maombi pale. Mzee wangu Mbuki alinipa ibada ya Ijumaa. Alisema hii ibada utairatibu wewe na idara yako ya maombi, ile ibada ya Ijumaa, ibada ya maombi na maombezi. Kwa hiyo kila siku nayo hudumu, namweka Boazi kwenye kinanda, alafu namuandaa mapema. Naambia ule muda unaimbisha. Wingu likishuka usinisubiri mimi, wewe endelea nao watu. Kama utasikia kuna unabii umetoka, kuna neno la maarifa umesikia, neno la hekima umesikia, sijui muujiza umesikia kuwaita watu mbele kwenye maongeo wakati tunaenda kuabudisha, wewe fanya. Mwenye ibada sio mimi, mwenye ibada ni Mungu aliyekupa nafasi wewe ya kuwaabudisha hao watu. Lakini sikiliza, hiyo dunia hatuingii mpaka tumeingia kwenye uwanja wa neema ya kuomba. Unashangaa ibada, makuhani hawakuweza kupanda. Unafikiri kidigiri? Yaani makuhani, hata nafasi ya makuhani kupanda na kuhubiri haikuwepo. Unajua nini? Wale Walawi yalikuwa ni majitu yenye neema ya ajabu. Neema ya ajabu. Sasa unakuja kuongoza ibada, shujaa bwana, umetoka kuangalia mechi ya Simba na Yanga Jumamosi usiku kucha, uongoze Jumapili mlipuko utokee. Wewe hamna hiyo. Nawaombea watu wa Mungu, hebu Mungu atulete kwenye neema ya kuomba. Na wachungaji nawatia moyo, msipande kwa mazoea madhabahuni. Kuna wakati ni heri utumie masaa 7 kujiandaa kwa huduma ya lisali moja. Yale masaa 6 yanaweza kawa akiba ya kesho, kukusaidia mahali fulani kesho. Lakini usipande tu kwamba amenifundisha mchungaji Paranjo misingi ya huduma sio na nini, na kasomo kangu fulani ndapanda nako. Mpendo, utaliwa kanisa. Lakini tulia na Mungu, kaa na Mungu, jifiche na Mungu. Na nasema wazi, hayo muone na ubiri ili somo la urejesho wa neema ya kuomba nimenipata hapa Geita. Sijawahi fundisha popote kama Yesu aishi. Lakini nimelipata kwenye chumba cha maombi pale, nimewekwa mlimani pale kwenye chumba cha maombi. Nimewekwa kwenye mlima pale. Sio kwamba pesa za kukaa hotelini hazipo, zipo, lakini sasa tumeamua tukae mlimani tumtake Bwana pale. Na pale ni mlimani kweli, maana jana yote sijalala ule mlima. Nakwambia jana sijalala. Alafu tunaanza tu kulala ile saa 10 namsikia, wewe mchungaji twende. Sasa mzee naye kama ametumwa au naye, mbona mimi ndo naanza kulala sasa hivi hadi huyu mzee tayari twende. Tumeshatoka au kwenye gari kuja huko ndani. Na kuombea neema, shujaa wa Bwana. Yaani kuna wakati na hapa wanaume wenzangu, mwanaume kama tayari una familia na hauwezi kuomba, una hali mbaya mpendwa. Na kuomba, yani kama we ni baba huko hapa na hauwezi kuomba mpendwa, na kuombea kwa sababu nafundisha ili somo la urejesho wa neema ya kuomba. Naomba Mungu akurejeshe. Unajua baba ni mfano wa kuigwa karibu kwenye kila kitu. Nyumba yenye baba anayeomba, mama ataomba, watoto wataomba, wanataka wataomba, hawataki wataomba, sababu baba anaomba. Nilipozaa akajamaa kangu ka kwanza ka Joshua, na yule mtoto akiimba, kesho nikimsikia anaimba zile nyimbo zetu tunazoimbaga za nani kama mama, tamshangaa sana yule mtoto. Kile kitoto nimekipiga moto kikiwa yani nilifika mahali ili alale. Na hapa nawapa wamama heshima yao ya hali ya juu. Wale watoto wangu wote walikuwa wanageuza masaa, yani mchana ndio inakuwa usiku, afu usiku inakuwa mchana. Sasa kuna wakati mamake anabembeleza mpaka anachoka. Akichoka nawaambia lala, pumzika, naomba nimchukue huyu. Maana unakuta amebembeleza masaa kwa masaa na jamaa tuli. Naambia mke wangu tulia, lala, namuomba mtoto. Nakachukua natoka nako kule chumbani, naingia sebleni, ni benebe tapo kama hapa pana baba. Unakuta kametulia, kanaangalia hivi, ni benebe kama bebe. Nikiona nataka kushtuka, kama nataka kufanya benebe shabebe tapo kamota ta pona tamaka padaba, mpaka kuna wakati namsahau, kumbe ameshalala muda mrefu mtoto. Kamelala
Babu akishalala namna ile, basi nampeleka kwa mamake na kaweka kitandani pale. Sitakuja kusahau siku moja, yule mtoto amelia sana usiku, alafu wakati analia paka zilikuwa zinalia. Siku zote huwa zinalia, haziditishagi, sinaga shida nazo. Naona tu kama zimekuja kutuongezea nyimbo za kwaya, ziimbe kwaya, zikimaliza hivyo sinaga shida. Lakini kuna mlio unaona kabisa huu wa leo sio wa siku zote. Huu wa leo sio wa siku zote. Siku hiyo kila zikiongeza kulia ndio mtoto analia, alafu anachemka, anakuwa na joto kali mtoto. Nikamwambia mamake naomba mtoto. Nikamchukua mtoto, nikaanza kuomba naye kama kawaida. Nikabebe tabebe kwa baba, shimo paka baba, homa baba, moto. Sasa kali ninavyoendelea kuomba ni kama ile vita inakuwa ya ana kwa ana. Unajua kuna level unaomba, najua waombaji mliopo hapa tutakubaliana pamoja. Unaomba kwa kiwango ambacho ile vita inakuwa kama ya ana kwa ana hapo hapo. Umeona unaomba mpaka vinyweleo vinasimama nywele. Umeona hivi? Unaona kama mwili kama unapata. Umeona hiyo kitu? Ukishaona hiyo, ndio nataka nikulete kwenye dunia hiyo komando. Yaani wewe unaomba vitu vinaitika, vinatokea. Tunakwenda pamoja. Sasa nimeomba. Naona bado ile hali. Nilipoona namna gani? Kumbe mtoto mimi sijui. Nimeshamtua chini. Nimemweka kwenye vile vikapeti vya masebuleni vile. Nimemweka hapo. Mimi nimeendelea. Ni barabara. Nachinja mapaka haya. Nachinja. Pano nikaelewa wamama wala ajenda yao sio waume zao mara moja. Ajenda ya wamama ni watoto wao. Yule mwanamke alitoka chumbani akasema we chinja mapaka, yakachukua mtoto wake huyo akarudi ndani akalala na mtoto wake kuki. Kaniacha pale mimi na mapaka yangu, na nimerudi chumbani, nimemkuta na koroma. Afadhali umetusaidia, umechinja mapaka, ila sisi mambo ya kuniachia mtoto wangu chini au siataki. Mimi nimechukua, mambo mengine yanaendelea. Nimetaka niseme hapa, kuna nguvu mwanaume akiwa muombaji. Yaani kuna nyumba inakuwa ina kishindo fulani hivi. Yaani nyumba inakuwa ina maudhui fulani hivi ambayo hata mtu mgeni akiingia anajua hii nyumba ni ya prayer warriors. Hii nyumba ni nyumba ya maombi, ni nyumba ya sala, maana kiongozi, leader anaomba. Lakini mimi nimeona malida ambao hata tu yale maombi ya dakika 5 kabla ya kulala hana. Yaani ni gubwi, mmeniwekea maji, tayari gubwi kaishara. Sikiliza komando, nisikutie moyo na zile injili za uongo. Zile injili za ujanja. Yaani ukiwa kwenye hiyo level uko hatarini sana. Alafu sio wewe tu, uko hatarini wewe na nyumba yako yote. Sababu wewe ndio kichwa. Na waombea neema, irejee hiyo neema ya kuomba. Pale nyumbani nimetengeneza utaratibu, unaweza ukauchukua ukiupenda, sio fundisho, lakini tunatiana moyo. Pale nyumbani hatuli chakula cha usiku mpaka ibada na maombi imefanyika. Hautaki utalala njaa. Hautaki kapange. Kwani ni kwako? Kapange. Lakini maadamu uko hapa utafuata utaratibu huu. Ibada, maombi kwanza, ndio tunakula. Na kimsingi tunamkosea sana Mungu jamani. Eti umekula kile chakula cha usiku ndio unafanya ibada. Huko ibada unatoa michicha, unatoa nani, mara kuna mfupa ulikukaba unatoa, unafanya hivi. Unatoa na mishimbi. Lakini nzuri ile chakula kimeshapikwa, tayari tunaweka, tumetenga hapo, inapigwa ibada. Tukimaliza ibada tunakula, kila mmoja anachukua 50 zake, anaingia anaenda kupumzika. Lakini yale mambo eti mama tumekula kabisa, tunabeua tu ibadani. Ni njegere tu zinasikika, njegere tu. Lakini tunaanza kwanza inapigwa ibada kulingana na muda ambao umeweka, kulingana na familia. Kila familia ina muda wake, wengine dakika 20, wengine nusu saa, wengine hivi. Vyovyote hapo sasa sikuingilii. Hapo weka kulingana na nyumba yako ambavyo umetaka iwe. Lakini anza na ibada. Ombeni, mshukuruni Mungu. Jiwekeni wakfu kwa ajili ya huo usiku. Wekeni wakfu na siku inayofuata. Alafu baadaye vyakula ndo vianze kupakuliwa pale. Watu wakila wanaenda kupumzika. Mimi imenisaidia sana na familia ya watu 17 wanaokaa kwenye nyumba yangu.
Dar es Salaam sio familia kitoto, na watu 17 ambao wanapika, wanapakua, wanakula, wanalala pale nyumbani kwangu. Nikasema Yesu, umeniamini kulea watu wengi, na Yesu alinipa hiyo neema hata kabla sijaoa. Mimi nimekuwa ni mtu kukana watu wengi nyumbani kwangu. Vijana hawa wengi ambao wanapenda moto, wanapenda uamsho, wamekuepo pale. Baada ya kuoa ndio kabisa sasa, na mabinti wengi tu wako pale, vijana wa kiume wengi wako pale ndani. Nikasema Mungu, naleaje hii nyumba? Maana hili ni kama kanisa kabisa. Naleaje? Nisije nikadaiwa hapa. Na wazazi wao wameniamini kwamba niwalea watoto. Niko nao pale. Sasa pale ndani ni ibada kwa kwenda mbele. Kuna wakati wanafurahi, mimi niko chumbani. Huyo kiongozi wa ibada wasimana, kila siku kuna kiongozi, kuna mchungaji wa kanisa la nyumbani. Mimi ni shemasi, mimi na mke wangu ni mashemasi. Lakini kuna mchungaji ambaye tumechagua na wazee wa kanisa wapo, sisi ni mashemasi, tuko pale. Ila mara moja nikiona pamepoa ndo tutaingilia, lakini tumewapa wenyewe wanaendesha pale. Wana mchungaji yuko mule ndani. Sasa huwa nafurahi yule ambaye yuko zamu siku hiyo. Si chakula kinakuwa kimeshatengwa na atuli mpaka tumefanya ibada. Sasa aliye zamu anapita koridoni pale. Jamani, mnatuchelewesha kula bwana, tokeni bwana tufanye ibada. Tufanye ibada, wengine tumechoka, tule tukapumzike. Mimi nacheka kule tumbani, nasema hii ndio safi, imekaa sawa. Alafu mara moja nikitaka kuyashtua yale maombi ya nyumbani, nikiona amepoa, nikitaka kuyashtua tu, hiyo siku naingia naongoza mwenyewe maombi. Naanza nawaambia pale, naiona roho ya mauti na iko hapa, sijajua ni kwa nani, iko hapa. Utasikia kwa jina la Yesu, tunavunja, tunabomoa, tunaangusha, wamewaka moto, hobe. Mimweza pamewaka. Jamani, nawaombea neema ya kuomba ikae juu yenu. Neema ya kuomba iwabebebebe sana, iwatamie sana. Uyapende sana maombi, uyafurahie sana maombi, uyasherekee sana maombi. Kama unaamini sema amina kubwa kwa jina la Yesu. Neema ya kuomba nafika mahali unafurahia kuomba, unaipenda nyumba yako mwenyewe. Maana vitoto vidogo namna hii, lakini vimejengwa kwenye msingi wa maombi pale nyumbani, vinaomba. Nimewahadisia, hizi ni shuhuda, nampa Yesu utukufu. Nimewahadisia hivi vitoto vyangu viwili vya kiume, ukiacha huyu mdogo, hivi viwili vya kiume hivi nikipiga magoti na wanapiga magoti. Mzee wangu nilikwambia usitupe ile picha, kuna picha ili trendi sana, nikasema usitupe, iweke hata kwenye frame ile picha. Nikisema hivi kuna watu mnakumbuka Kagama kakiwa kadogo, Kagama baba yake amelala hapa flat na yule jamaa amelala pale. Ile picha ili trendi sana, nikaiona mpaka kwenye media nyingine ambazo kila mmoja ana caption yake. Nikasema baba, itunze ile kitu ili yani ningekuwa ni mimi baba, nikiweka frame kama hili, nikiweka dunia nzima ione kizazi changu kimeatamiwa na neema. Naudia tena, wanaume wenzangu mliopo humu ndani, ombeni. Nilikuwa najua mtasema amina. Wanaume ombeni. Alafu jengeni misingi imara. Yani inakuwa ni hivi, umenyoka kwenye hilo eneo. Yani hauna sali ya mtume hapo kwamba hapa ni hivi. Wewe ndio baba, ukisema ni over, hamna mtu anaamua tena. Ni baba kwamba hapa ibada ni sheria. Over. Imeisha hiyo tayari. Yani uongei mara mbili. Ukiongea mara mbili maana yake kuna baba mwingine kwenye hiyo nyumba. Lakini ndio umemaliza. Iko hivyo. Nyumba unashangaa imekula, imeshika moto namna hii. Ina neema iko namna hii. Ina neema. Mungu anatembea mule ndani. Jamani, kuna mtu anajengwa. Kuna mtu anainuka. Kuna mtu anatengenezwa. Kuna mtu anauishwa. Kama unapokea sema tena amina kwa Bwana. My God. Namba 6 ni kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Neema ya kuomba ni kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kuomba sawasawa na mapenzi
ya Mungu. Hiyo ni namba 6, kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Harabasopa na makala babarakataya. Nitaishia kwenye hii ya 7. Ulikuwa kuna hii kipengele cha matokeo ya neema ya kuomba, nitakiacha. Nitaishia tu kwenye hii maana ya 7. Maana ya 7 ya neema ya kuomba ni uwezo wa kuomba, uwezo wa kuomba kama maisha, uwezo wa kuomba kama maisha, mkato, tabia, utambulisho na mfumo wa kudumu usiozuiwa na kitu chochote. Neema ya kuomba ni uwezo wa kuomba kama maisha, tabia, utambulisho na mfumo wa kudumu usiozuiwa na mazingira yeyote, au usiozuiwa na kitu chochote. Narudia tena, neema ya kuomba ni uwezo wa kuomba kama maisha, tabia, utambulisho na mfumo wa kudumu usiozuiwa na kitu chochote. Wakolosai sura ya 4 mstari wa 2 mpaka wa 6. Kuomba kama maisha, tabia, utambulisho na mfumo wa kudumu usiozuiwa na kitu chochote. Wakolosai sura ya 4 mstari wa 2 mpaka wa 6. Naomba hii neema ikukalie, mtu wa Mungu. Hii neema ikukalie. Mimi nimeona matokeo ya neema ya kuomba. Maombi yamenipa vitu ambavyo sikustahili kuvipata. Maombi yamenipa mpaka gari la thamani sana. Maombi yamenipa gari karibu la milioni 40. Gari mpya. Nimeenda kwenye huduma mara zote, nimejifunza kuishi kulingana na baraka yangu. Mimi wasiazimi magari ya washirika, sichukui gari la mshirika, siombi bajaji ya mshirika. Nimejifunza kuishi kulingana na baraka yangu. Napanda daladala, napanda bodaboda. Nadhani Dar es Salaam wakitajwa mchungaji ambaye anatumia sana pikipiki kuliko wachungaji wote, naweza nikatajwa na mimi, kwa sababu ndio baraka yangu na sijisikii vibaya. Na hapa nikutie moyo ili uyafurahia ya maisha. Mungu akupe neema ya kuishi kulingana na baraka yako. Usilazimishe vitu ambavyo bado hujavifikia. Kaa kulingana na baraka, jikubali kulingana na baraka yako. Kama baraka yako ni 500, ishi kulingana na 500. Kama baraka yako ni 2000, ishi kulingana na 2000. Alafu jikubali kwenye hiyo na umwamini Mungu kwamba anaweza kukutoa hapo kwenda hatua nyingine, kwenda viwango vingine. Kwa hiyo mimi, pamoja na watu kunifahamu, pamoja na kuitwa kule na kule na kule na kule na kule na mitandao ya kijamii, lakini nikasema Yesu, sitafeki maisha, sitaigiza maisha. Nataka niwe mimi, yani mtu akiniona hamuone Mahenge ambaye nyuma ya madhabahu ndo huyo, mbele ya madhabahu ndo huyo, nisiigize. Lakini Yesu katika siku nisiyodhani ameniona vile ambavyo najitoa, namtumikia, na loa na mvua. Nimeingia kwenye huduma hizi mara nyingi tu, nimeloa na mvua, niko chapa, napanda madhabahuni na ubiri, nikimaliza na rudi zangu nyumbani. Lakini nakumbuka huu mwaka wa 2024 mwezi wa 8, na huo wakati tulikuwa tuna maombi marefu na mke wangu, na tukaanza kujichanga. Nikamwambia mke wangu, nataka tununue kagari kadogo tu ambako akali mafuta, alafu tuendelee. Nikaendelea kuchanga na mke wangu. Lakini wa mwezi wa 8 nikiwa na hudumu eneo fulani ambalo wala hata sio TAG, ni Pentecoste tu nyingine, nikiwa pale kipindi changu kinaanza muda fulani hivi, nikashangaa yule askofu wa hilo kanisa amehubiri, amemaliza, amefundisha, alafu baadaye akasimama akasema, jamani, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Peter Mahenge. Amenyenyekea na amekuja kututumikia siku zote hapa kwa unyenyekevu tu. Aangalii mazingira, aangalii sio nini amepewa, aangalii nini hajapewa. Yeye ana amani tu, anafanya kazi. Na nimejifunza mimi, nikienda mahali wakiniambia nalala madhabahuni, nalala hapo, wala si waendeshi. Wakisema utalala jikoni, nalala. Wakisema sijui, yani vyovyote vile ambavyo wamenipangia. Nimejifunza huwa si compromise, huwa si complain kwamba sio nini, na kanda fanya huduma, nikimaliza naondoka zangu narudi. Lakini siku ile huyu mchungaji akasema, jamani, huyu mtumishi Mahenge amenyenyekea. Anasema nimeshindwa kutulia, nimeshindwa kunyamaza. Mungu ameniambia. Na kabla hajasema Mungu ameniambia, akasema huyu mchungaji
mchungaji amenishangaza, mchungaji wangu msaidizi ameniambia eti aliwaingiza kwenye maombi ya shukrani kwa nusu saa nzima wakimshukuru Mungu kwa ajili ya simu yake aliyopewa. Wiki jana wakati mnaendesha maombi ya Boaz, wakati anafanya ile ibada yake ya live recording pale chuo cha ardhi, mimi nilikuwa mratibu wa maombi kwenye ile ibada. Sasa wakati naendesha mwaka huo mimi nilikuwa nimepata zawadi ya simu kama ya milioni 1.6 kwa wakati ule, simu ambayo naitumia. Sasa mimi kwangu niliona ni muujiza, ni kitu kikubwa, nikikipata wapi? Kwa hiyo wakati naomba nao watu mwishoni nikawaambia, jamani tupige magoti tumshukuru Mungu amenipa simu. Sasa wale watoka wanashangaa, huyu Mahenge kwa vile tunavyomfahamu, si mtu anatuingiza kwenye maombi ya shukrani nusu saa nzima, wamepomoka wamelala pale kiwanjani. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya simu ambayo amenipa. Yule kijana akamhadisia askofu wake akaisema na hiyo kitu pale madhabahuni, akasema sasa Mungu ameniambia nimpe gari mchungaji Peter Mahenge. My God, wakati anasema nimpe gari mchungaji Peter Mahenge, nikajua tu labda gari la kawaida hivi, nikajua gari. Akasema Mungu ameniambia nimpe Toyota Harrier huyu mchungaji Peter Mahenge ili msaidie. My God, haya mama. Kwanza aliposema tu vile nakumbuka nikazimia nikaanguka pale chini. Omba sana. Na nakumbuka Ijumaa ile nimerudi nyumbani, sikulala, nikatoka nyumbani, ile gari tumeipaki pale kanisani, nikaenda kanisani madhabahuni, nikaendelea kuomba, kumwambia Mungu umenikumbuka, kumwambia Mungu umetenda, kumwambia Mungu umefanya. Niwaambie kanisa la Yesu, neema ya kuomba, maombi hayajawahi mtupa mtu, maombi hayajawahi mwacha mtu, maombi hayajawahi mbeza mtu, maombi hayajawahi potea. Yako maombi unaweza ukaomba leo ukadhani ya kwamba umepoteza muda, lakini ambacho nimejifunza, maombi yanaweza yakamtangulia mtu hata miaka 15 mbele, hata miaka 20 mbele, hata miaka 30 mbele. Maombi ni kitu cha ajabu. Hii neema ya kuomba ikae na wewe yakababo jioni ya leo. Roho Bwana kumwagie, Roho Bwana kumiminie neema ya kuomba, hakuhamishe kwenye viwango vya kawaida, hakuhamishe kwenye viwango vya wote, hakulete kwenye viwango vya watu wenye njaa, kwenye viwango vya watu wenye shauko, kwenye viwango vya watu wenye utaji, kwenye viwango vya watu wasiochoka, kwenye viwango vya watu wasioridhika, kwenye viwango vya watu ambao wanajiona bado hawajafika, bado wanamhitaji Bwana. Habiosabia. Na hiyo neema iko hapa, hiyo neema iko hapa kwa ajili ya binti mmoja mwenye njaa ya kutoka kwenye viwango alivyonavyo. Hiyo neema iko hapa kwa ajili ya mwanamke mmoja, hiyo neema iko hapa kwa ajili ya mwanaume mmoja, hiyo neema iko hapa kwa ajili ya kijana mmoja anayesema, Yesu naitaka neema ya kuomba, Yesu anataka nafasi ya kuomba tena. Hiyo neema ipo kwa baba mmoja, kwa mwanaume mmoja anayesema, Yesu nibadilishie mtindo. Hiyo kama noma. Hii neema ipo kwa ajili ya mtu mmoja anayesema, viwango vyangu vya kutumika, viwango vyangu vya kuhudumu sijaridhika navyo, sitaki haya maisha ya kutumika namna hiyo. Hiyo neema ipo hapa. Yesu anaita mtu. Kuna mtu anaitwa kuomba. Unaitwa kuomba. Wewe njoo. Kuna mtu anaitwa sakapa. Kuna mtu anaitwa anaondolewa kwenye viwango vya wote, anaondolewa kwenye viwango vya kawaida, anakuita. Ni nani anaitwa? Kama ni wewe itika. Kuna mtu anaitwa. Chumba kiko wazi, chumba cha jua
wazi, mlima uko wazi, mlima uko wazi. Kuna mtu anaitwa Sakobia, 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 Sakobia. Kuna mhudumu mmoja anaitwa Neema. Unayo huduma, unayo, lakini kuna viwango umevikosa. Yesu anakuita, Yesu anakuita, Yesu anakuita. Kama ni wewe, itika, itika, itika. Sakatwa, 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 sakatwa. Hadio saya, hadio kana baba, hadio kana, hadio kana, hadio kana. Ulikuwa kwenye viwango vya watu wote. Hiyo viwango ni vya watu wote. Hiyo viwango ni vya watu wote. Hata aliokoka jana ana viwango kama hivyo. Aliokoka mwezi uliopita ana viwango kama hivyo. Anakuombea neema, anakuombea neema, anakuombea neema. Neema ya kuomba hiyo hapo, neema ya kuomba hiyo hapo. Fungua tukio, neema ya kuomba hiyo hapo, neema ya kuomba hiyo hapo, hiyo hapo, hiyo hapo, hiyo hapo, hiyo hapo, hiyo hapo. Saba baba, hiyo hapo. Hautapanda madhabahuni kama ulilopanda jana, kama ulilopanda miezi miwili iliyopita. Sagopo, yagopo. Ule uwivu, ule uwivu wa kuziona nguvu, ule uwivu wa kumuona Mungu. Sagadebele, yagopo, sagopo, yagopo, yagopo. Hadio saya, hadio nanolo, hadio nanolo kiki. Saganele bakapa, sakamele baba bakapa, sakamele baba bakapa, sakamele baba bakapa. Neema ya kuomba, neema ya kuomba, neema ya kuomba, neema ya kuomba, neema ya kuomba. Yarudi yale maombi yako ya usiku. Unakumbuka zamani ulikuwa unaamka usiku, ulikuwa na ratiba yako. Ile ratiba imekufa, ile ratiba imekufa. Roho wa Bwana anakuita, Roho wa Bwana anakuita, Roho wa Bwana anakuita. Zamani ulikuwa na masaa yako mpaka nyumba ikazoea, watoto wakazoea, ndugu wakazoea, kwamba muda huu huwa anaamka, muda huu huwa anakaa faraga. Saba baba, leo hii unaweza ukalala usiku wote, ukamaliza usiku wote. Saba bebe, saba baba, iyo baba. Unakumbuka zamani ulikuwa na mifungo binafsi ambayo haihusiani na kanisa, haihusiani na ibada. Unakumbuka ile mifungo? Unakumbuka ile mifungo? Unakumbuka ile mifungo? Yesu anakuita, Yesu anakuita. Rudi, 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 rudi. Sakapo. Unaikumbuka ile mikesha yako binafsi, ile mikesha yako binafsi. Ulikuwa na mikesha ya kwako peke yako, haulikuwa ukeshi na mtu, ulikuwa ni wewe na Roho wa Bwana. Roho wa Bwana anakuita, Roho wa Bwana anakuita. Leo unasubiri mikesha ya watu wengi, unasubiri mikesha ya kanisa. Unakumbuka zamani wewe ulikuwa ni mtu ambaye unaweza ukamaliza usiku wote peke yako, usiku wote peke yako. Saba baba, ya baba baba, saba baba, yakata, yakata. Neema ya kuomba, neema ya kuomba, neema ya kuomba inang'oa mapambo yote, inang'oa, inang'oa vionjo vyote visivyotokana. Sababu hivi, unajua hata watoto ulionao ni kwa sababu ya neema ya kuomba. Wewe unajua vita yako, unaijua vita yako. Leo unaonekana una heshima, leo hata familia inakupa heshima, lakini unajua heshima yako imetokana na nini? Ulikuwa wa kawaida sana wewe, wewe ni wa kawaida sana, ulizaraulika sana, lakini hii neema ya kuomba Yesu ameitumia kukuinua. Hii neema ya kuomba Yesu ameitumia kukupa nafasi. Shabebe, roboboboka, amiosika, amiosaka babakiki, sabababababaka, abebebebeka, abebebebeka. Unazikumbuka zile nyakati ambazo ulikuwa ukianza kuomba mpaka kuna watu wanakuambia nyamaza, acha kuomba? Unazikumbuka zile nyakati ambazo ulikuwa ukianza kuomba kuna watu wanakuambia utakufa? Sakapa, yakapa. Yesu anakuita, Yesu anakuita, Roho wa Bwana anakuita, 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 anakuita. Sababu, yababu, yababu. Unazikumbuka zile nyakati ambazo siku ilikuwa ikipita bila kuomba unasikia kama unaumwa, yani
kuomba kwa mafunuo, neema ya kuomba kwa maelekezo, neema ya kuomba kwa shabaha, neema ya kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Shababa ya baba ya baba. Unakumbuka nyuma ulikuwa na neema ya kuonyeshwa hata vitu vitakavyotokea mbele. Zamani ulikuwa na uwezo wa kuona hata mambo ambayo yatatokea mbele, na yalikuwa yanatokea kama yalivyo. Ulikuwa unaonyeshwa vitu na vile vitu vilikuwa vinatokea kama vilivyo. Sababu ni vile umesahau, wakati ule ulikuwa unaomba sana, ndio maana Baba aliyafungua macho, alifungua masikio. Neema ya kuomba kwa jina Yesu. Hata mimi namwambia Yesu, nirejeshe neema ya kuomba. Hodi ya Baba. Kule nyuma nilikuwa na uwezo wa kuiona ibada, yani ile Jumamosi nikianza kuomba naiona ibada yote ya Jumapili, mpaka watu walivyovaa nguo, yani maudhui ya ibada, mikao ya watu, Yesu alikuwa anaileta. Leo Yesu ananiuliza yale mambo yalikuwa yanatokea kwa sababu ya neema ya kuomba. Wewe mpendwa, unaitwa. Njoo mlimani, njoo chumba cha juu, njoo chumba cha ndani. Sababu neema ya kuomba, neema ya kuomba. Wewe Yesu, tufundishe kuomba. Wewe Yesu, tuongeze neema ya kuomba. Wewe Yesu, hatutaki kingine, tunataka kuomba. Wewe Yesu, sabebe, Yesu, hivi viwango sio vya kwetu. Tumejisahau sana. Sababu unakumbuka mwanzoni wakati unaanza huduma ulianza na maombi mengi, na ndio maana Yesu akaikuza huduma, Yesu akakufundisha. Leo umeacha. Rudi. Sababu hadi osiki sakama baba. Yesu, wengine hatuna pa kujificha, hatuna pa kukimbilia. Wewe Yesu, sijui wenzangu ni nini, lakini mimi Yesu sina pa kukimbilia. Kichaka changu ni maombi, kichaka changu ni kuomba. Yesu, sina pa kukimbilia, sina pa kujifichia, sina pa kujitetea. Yesu, utetezi wangu ni uwanja wa maombi, ni kuomba tu. Kwa kwangu ni kuomba. Yani Yesu, mimi nisipoomba siwezi kula. Yani hii nile lazima niombe, ili nivae lazima niombe, ili watoto waende shule lazima niombe. Yani sina namna Yesu, ili nitumike lazima niombe. Ada za shule za watoto ni maombi yanalipa, Yesu, sina ujanja. Haya magari leo tunaendesha ni maombi tu. Yesu, wala hatuna ujasiri wa kuambia watu ya kwamba ni fedha zetu, ni mali zetu. Si tunajua ni magoti. Yesu, leo tunaonekana wa maana. Mwanzoni tulidharaulika, mwanzoni hata hizi huduma tulionekana si chochote, si lolote. Leo kuna heshima, ni kwa sababu ya maombi. Omba mpendwa, neema ya kuomba kwenye maisha yako, neema ya kuomba kwenye nyumba yako. Hiyo nyumba igeuke, hiyo nyumba ya Sara, hiyo nyumba igeuke. Mko wawili, igeuze hiyo nyumba. Uko peke yako, igeuze hiyo nyumba. Mko watano, igeuze hiyo nyumba. Hiyo nyumba ijulikane kama nyumba ya Sara, Sababu hadi osiki hayome mamabaka sabila mamabaka. Neema ya kuomba.
wengine, hautaomba kama wengine, hautaomba kama jana. Ifike mahali usijilazimishe kuomba. Yani kuomba iwe ni wajibu, kuomba iwe ni sheria, kuomba iwe ni jambo la kipaumbele, kwamba niwe nasikia kuomba nitaomba, nisisikia kuomba nitaomba. Sabenaba yabenaba, inaachiliwa roho ya maombi, hiyo hapo inakukalia kwa moto, hiyo hapo, piga tu kelele, hiyo hapo imeshuka kwa moto. We mama, hao watoto wako hivi walivyo ni kwa sababu unaomba. Ukiacha kuomba, sio kwamba wana akili sana kuliko watoto wengine, sio kwamba ni wanajua sana, ni neema tu. Neema ya kuomba, wala usiharakishe na kuomba, usiharakishe. Kuna neema iliyoachiliwa. Mimi naiona hiyo neema. Wanaume wenzangu, pokeeni neema kwa nyumba zenu, nyumba zenu ziinuke. Maisha yenu yainuke. Wanawake, pokea neema. Wahudumu wa madhabahu, hii nyumba nimewaona watu wana neema ya huduma na utumishi, na kuombea sasa neema ya kuomba, yani huduma yako iwe covered na neema ya kuomba. Endelea kunena kwa lugha, jiachie tu. Neema ya kuomba yabebe maisha yako. Yesu bado hatujaomba. Yesu Shagovia kakaka hadi ya baba. Ifike mahali maombi yawe ni nguzo yako, maombi yawe utambulisho wako, yawe utamaduni wako, yawe ni tabia yako endelevu. Shobine begidika habine tagalika, wala usiharakishe. Ni ibada yako na Roho Mtakatifu, ni wewe na Roho Mtakatifu. Usiharakishe. Amoni atokoki. Hiyo neema ya kuomba, ifike mahali Yesu, ifike mahali maombi yatakuwa muhimu mara 7 ya vile ambavyo tumekipa chakula kipaumbele. Ifike mahali Yesu, hiki kizazi kiyafurahie maombi, hiki kizazi kikae. Shagomi na kapaka. Hii nyumba inua prayer warriors, inua watu wa maombi, inua watu wa sala, inua watu wa dua, inua watu wa maombolezo, yasiyokoma. Shago maboboka abarabariandokota. Shanononoloki. Rakasakatala
Anamagada akadara ragada pasuka pasuka yakata bagada ragada rapakata rakata rapakata rapakata bagada lakipanda bagada rapakasagada yakata ya nasema mbingu ziamie kwako mbingu zijenge nyumbani kwako kuna mtu anabadilishwa unakuwa mashine ya bagada yakitama kule kwenye viti kuna baki moto yakanama sakafu yako inapokea moto yakanama uliyamanama nyumba yako inabeba moto yakianama uko hapa huo moto riabagana lerianda rakaya ikanama labitama rekete repeshaka likanama nariamaga Elueli nimeahidi nimetabiri mwaka huu tutaomba yakanda mbingu zimesikia mbingu zimetugeukia arabagadaba riakadamanama hii ni nyumba ya sala rakadama nami nitawaleta watoto wangu
mpaka kwenye nyumba yangu ni hasara. Tena nitawafurahisha kwenye nyumba yangu ni hasara. Arabaganama akalabanama yakanama riandamanama rakitanama libaganama yakanama rianama. Wenye mimba watoto wenu wanajaa roho. Wenye mimba hata ya mwezi mmoja, wenye mimba hata ya mwezi mmoja unapokea roho mpaka kwa watoto wako walio tumboni. Yakanamia imanamanama yamanamanama yakanamanama imanaramanama yakanama yamanamianama imanamianama yakanamianama ikanamanama yamanamianama ikanamaniama lipakanama imanaramianama ipakanamanamia imanamianama yamianamanama. Watakaozaliwa sio watu wa kawaida. Amanianema watoto wanapokea neema ya maombi. Manianama hata kama yuko mgongoni anapokea neema ya maombi. Neema amemwaga rakamaniama imama mamiama likanama ikanamayana lerikana kayamagananaba makatalanaba ipakatalanaba ariabagananaba indalabanaba yamianamanama rapashakatama lipakatalamanama. Mbingu yako iko wazi ya mama mamianama rakashatemalama riapakatamanama rakatamianama lipakatamanama yepashatama riabagela yepakela imandalalamanama ikandalalamanama yamanamanala yamianama ikandamanalaba yamakitaleba imandelebeleba yakatepa imandalalaba yakatamanama yori yamashetepa likanamanalaba riandalamanama. We mwenda njoo madhabahuni, mwenda kimia, kuna kitu unapoteza. Yakanamanama yakatamanama. Piga magoti hapa yamanamanama yanamanamanama. Pokea hiyo neema mwanangu, pokea hiyo neema mwanangu, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Shiba hiyo neema, shibishwa na mbingu zikushibishe. Nasema zikushibishe, hizo mbingu zikushibishe. Kiu ya maombi, njaa ya kukaa na baba yako, kiu ya maombi, njaa ya kukaa na baba yako, kiu ya maombi, njaa ya kukaa na baba yako. Hautazuiliwa na giza, hautazuiliwa na jua. Rapakataba ikandalabanama ikanamanama riabakanaba. Hamtazuiliwa. Pelueli we are unstoppable. Hatutazuiliwa. Hatuzuiliki. Tutaomba. Anga limepasuka kwa ajili yetu. Tutaswali ya magadaba riekete mama imamemeriama ikamamama imememeriama rimayama Hatuzuiliki, hautazuilika tena. Milango imefunguka wala hapana wa kuifunga. Mbingu zimeachiliwa wala hakuna wa kuzizima. Yakamariama yamakaramanama leri yamakitaba
kuomba ndio unayekaribia kwenda pale unapotakiwa kufika. Wewe unayesikia kuchoka ndio ambaye unakaribia kuvuka. Wala usiogope, tayari unavuka. Ya magelele memememe, ya mama mama, ya miale bebebebe, sukuta karabina mama. Nyumba ya maombi, the house of prayer, the house of power, the house of praise, the house of fire. Riabakatamaya, libakatenema, yapiteleremaya, riakashetemaya. Waliokuzuia wanakufa, hawawezi tena. Riamamimalemaya, mbingu zako ziwazi, mbingu zako ziwazi. Rapa shakata magaraba, ripa sakata magaraba, riepo shakete moya, lima garaba, rapa kataraba. Na uwa ya ukawaida. Unataka mahali pa starehe, unataka starehe. Roho Mtakatifu ananiambia unataka mahali utapelekwa, unataka mahali pa hivyo. Hamna hapo mahali patakuwa. Acha hizo starehe, acha. Mwambie Bwana, nataka mahali ambapo kwenye comfort zone sitakaa. Kataa comfort zone, kataa. Mwambie Bwana, nataka kuteseka kidogo, niubebe msalaba.
shetelele manama ikandala labina manama rakashatala manama ikolia kinara manama rakatala manama loria makitala manama rakasakatala manama rakala manama laria makitala manama riandala manama rakaseketele manama riandala manama rakitandele manama loria makitala manama lakandala manama rakaseketele manama riandala manama rakishandele manama loria makitala manama riandele manama na kuhamisha kwa jina la Yesu. Riamakatala manama ikandala manama loria makitana manama inaiua hiyo roho kwa jina la Yesu. Riamaketa manama yaka na manama yaka manama yandelele manama I am shaping a new way. I am shaping a destiny. I am shaping your way. Rakamaniarebaya, Ukamaniarebaya, Riabakasikelemaya, Rianemeketeba, Riamendeliama, Riabakitaya, Imandeleremaya, Ikanamariabaya, Riebesheketema, Ripasakatea, Riabakotena, Pesikanamaya. Pasuka hivyo vibuyu, pasuka hivyo vibuyu, pasuka hivyo vibuyu, pasuka hivyo vibuyu, pasuka hivyo vibuyu. Rakatamaya, wewe Lewiathani, inakuwa kwa moto wa damu ya Yesu. Likaya yakaya riadesokata likanamaya. Mwanangu, mbingu zikukumbuke. Yakitanamaya likanamayanda riepa shakatea larianema yabikalabina riakasetema. Usiku wa leo riabagatamanama riakatamanama riamanamanama ikandalaraba ikanamanaraba ikanderiamida likanamanaraba yepashetepa ikarabasika likandaraba riakasakata liandarabanama rakashatalaraba riakatalabanama. Mbingu imekuona binti yangu, mbingu imekuona, imeiona kiu yako. Pastor Peter, naomba uje huko. Riana makata rianda manama leria makatapa yakata na maya. Kuna ukuta na uvunja hapa, kuna ukuta na angusha, kuna ngome na bomoa. Rakata mayanda lika na mayanda riate masakata yala makata ikanda rabashate. Pokea neema. Pasuka hicho kibuyu, mbingu zikuachilie. Pasuka hicho kibuyu, pasuka hicho kibuyu, pasuka hicho kibuyu, pasuka hicho kibuyu. Inama yakakakaka yanderema yakatama ikanamana yapiteleboya yanialeba yani lazima uvuke. Yakanama yanamanama yakanama yakanama ipanamanama yamanamanama rakanamanama. Uenda kwenu hawavuki, mimi nasema unavuka. Uenda kwenu hawaendi, mimi nasema unaenda. Uenda kwenu wanabaki hapo hapo walipoishia. Sio leo, sio Penueli. Sakafu imebeba moto, kuta zimebeba moto, hewa ni ya moto. Rakata mayanda libanama binti yangu rianama yakalaramanama ikandaramanama ikanamanaramanama rakitanamaya yakandarama Salome Salome yamaya ikanda liba ikaya yaka
Pasuka, pasuka hicho kibuyu. Karamakada. Nasema utamwachia mama mchungaji Palanjo, njoo huku niliko. Riana Maya ikandamanama, njoo huku nyuma wa mke wangu. Riana Maya yakalabanama ikandalabanama peria makitaya. Riana Maya riabashakate. Pasuka we kibuyu. Achia, achia ya maisha, achia. Likanda rakata likanama rabai yake tena ikandama liarama. Mbingu zikusikie. Watu wa Mungu, kuna watu nasikia mnachoka, ndio unakaribia kuvuka. Usikubali kubaki hapa. Omba na mama. Riakata manama. Shika tumbo lake. Kuna vitu vinatakiwa vitoke huko. Riakata manama. Riakata manama. Ya mwamba simama. Wewe mwamba simama wewe. Wewe simama kidogo. Kuna jambo Bwana ana wewe. Bwana ana kazi na wewe. Bwana ana agenda na wewe. Haujaja kwa bahati mbaya. Aliyekuleta ana kazi na wewe. Rakata mayanga. Liama kadaba. Riate mazagadaba. Lika na mayanga. Riapa kataba. Shapaya. Shapayanda. Riama gadaba. Simoni, Simoni. Simoni, Simoni. Shetani amekusudia kuharibu. Kana Bwana. Rakata mayanda. Neema ya Bwana. Neema ya Bwana. Ria. Ria. Ikandalalaba. Stand up my daughter. Likana mayanda. Pita, pita, pita. Njoo huku niliko. Kuna neema inatakiwa imwagike hapa. Yakana maya. Huyu dada ana bidii, anampenda Mungu, lakini kuna vifungo. Nataka avuke. Hii jioni ametoka kazini, lakini amekuja. Mwanangu, Yesu amekuona leo. Leo ni siku yako. Napasua hicho kibuyu. Napasua. 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 Anga lako linaachiliwa. Utaokoka vizuri. Utatembea na Yesu. Utamtumikia. Yakatamanaraba. Jina lako ni Emanuela. Na mbingu zimekusikia. Yesu anakaa nawe. Rabagadaba. Bado sana, bado sana. Mwanangu mzuri, njoo mwanangu, nishike vizuri. Riakata. Shetani hawezi kukupata. Nasema hawezi kukupata. Hawezi kukupata. Wewe umeitwa kwa jina langu. Shetani hawezi kukupata. Hawezi kukupata. Hakushiki. Nasema pakushika amekosa. Na rapaka tena. Umefika kanisa, lazima ubadilishwe. Wingu linabadilika. Neema imeachiliwa. Ni kwa ajili yako. Mpaka kieleweke. Wewe ni wa kiume. Utabeba ule ukoo. Utabeba lile jina. Hata kama shetani amekusudia usibebe hilo jina, utalibeba. Ikana makaraba. Riakamana malaba. Ikanda raminama. Rieke sepetema. Likana manama. Yapite leberema. Yaya maya. Ikanda mariama. Riaseketepa. Wow, shata. Likanama. Likanda. Riatapasa. Rashatepa. Hakuna kuharibika. Utaachiliwa. Rikasakata. Riakasakata. Rakashakata. Liakarabana. Rakasakata. Rakakarabana. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Rakatana. Rakatana. Rapakatana. Makatana rabana. Rabala rabagana.
Karia magitala ramashaka tamana rakitana manalaba rakatala barabara ramenda barabara riakatala barabara rakatala barabara rakatala barabara ngeria magitala njoshika huyo rakatala barabara riakatala barabara ramina barabara rakasikatala barabara ramanda barabara riakatala barabara aramana barabara naria magitala barabara. Ninalipasua hilo, nasema hivi, napasua umefika nyumbani kwa baba yako. Ameahidi kwa neno lake katika Isaya 56, nitakuleta mpaka nyumba yangu ya sala. Nasema hivi, hii ndio nyumba ya baba yako, nyumba yake ya sala. Raka na mayanda, napandikiza vitu ambavyo hujawahi kuwa navyo. Hivi unavipata hapa. Mbingu imekusikia mwanangu Jacqueline. Ashusha moto. Narabagadaba ikandaramanaraba. Out of belly shall flow rivers, river of the living waters. Yakanamaya ikandamaniraba yakatamanaraba. Watu wa Mungu ndio tunasafiri hivyo, ndio tunahama hivyo. Yeremia njoo madhabahuni, Yeremia Elisamia Palanjo piga magoti madhabahuni, ndio tunahama hivyo. Pokea moto, pokea moto, pokea moto hapa pokea moto. Yaani Bwana amekuona kutoka mbinguni. Pokea moto, pokea hama wewe watu wa Belueli, hama na kuhamisha toka kwenye ulimwengu wa mwili, ingia rohoni. Hama mwanangu, hama, nenda kwenye viwango ulivyoitwa. Nenda hama Yefta, hama kwa jina la Yesu. Hama karabagaya karamana. Mazoea yanakufa. Watu wasiokuwa wa kawaida wamezaliwa. Matendo makuu ya Bwana ni maisha yetu. Rikanana bado kidogo, koleza kidogo tena. Wewe ingia tena hapo. Kuna kambo unavuka, kuna kaeneo unavuka, na kuona unavuka, naona kabisa unavuka. Nasema hivi, historia inaandikwa. Kuna namna unavuka, historia inaandikwa. Wewe sio yule wa jana. Likana magadaraba leria magidere baraba shakata manaraba. Loisi, Bwana amekuona wewe. Pokea tu neema hapo ulipo. Wewe ni Loisi kama mama yake, kama bibi yake Timotheo. Haya, pokea imani hiyo. Kama hujachoka bado na umekaa kwenye kiti, simama tu, mpe ibada ya kitanama. Bwana amekuona. Ni nani jina lako sijui, umetoka wapi sijui, lakini neema. Nasema neema. Hiyo neema. It is yours, the grace is yours. You have been given faith. Rakata makata shipa katalarabana mindaramanalarabagadaba. Nasema neema. Hiyo neema ya kuvuka zaidi ya kawaida.
moto. Wewe unayevuta ina moto na kutumia neema, wewe sio yule tena. Yakatamanama yakandalarabanama. Tunatokaje kwenye raha ya namna hii? Tunaondokaje? Hatuna namna ya kuondoka, tunataka zaidi. Riakana manama Fredrika, sogea madhabahuni. Fredrika, njoo hapa nilipo. Rakana maniaraba. Yeye anayekupenda sana leo, mke wangu njoo hapa. Nakatana manama, mke wangu njoo hapa. Karungi njoo. Simama hivyo hivyo, jitahidi njoo. Riekete manama. Njooni mumkumbatie huyu dada. Kuna ukuta lazima uvunjike. Leo unavunjika. Njooni mumkumbatie huyu mama. Huyu dada, kuna kuta zimekushika mwanangu, ila leo zinavunjika. It is about time for God to take you next level. Ikana manama raba shakata manama meriane pakataba lianda la manama. Utaipenda nyumba ya maombi, sehemu ya dua yako. Riakanama, I break you up. Riakanama, simama mbele ya huyu dada. Rianda magada, wewe simama nyuma. Nataka wewe na watu wawili, wewe simama nyuma yake. Ombeni naye mpaka ufikie mpenyo umetokea. Naona neema imeachiliwa. Kuna watu pale walipo wanapokea nguvu. Hapa ulipo unavushwa. Ni wewe unayevuka, sio mwingine. nataka nikae na wewe, wewe Bwana wangu, nipe na Roho wako awe ndani yangu, mimi sina mwingine ila wewe Bwana.
nikae nawe, wewe Bwana wangu, nipe na Roho wako awe ndani yangu. Mimi sina mwingine ila wewe Bwana, tumaini jingine ila wewe Bwana. Nataka nikae nawe, wewe Bwana wangu, nipe na Roho wako awe ndani yangu. Mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana. Nataka nikae nawe, wewe Bwana wangu, nipe na Roho wako awe ndani yangu. Mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana. Nataka nikae nawe, wewe Bwana wangu, nipe na Roho wako awe ndani yangu. Mimi sina mwingine ila wewe Bwana, tumaini jingine ila wewe Bwana. Nataka nikae nawe, wewe Bwana wangu, nipenda. Naomba mtu yoyote asitoke hapo mlangoni, tena uwe na adabu. Nataka kujifia huko.